Baada ya kumalizana na ndugu yangu Mohamed Makawila, sasa ni zamu ya ndugu yangu Mnandi JR, ndugu yangu Haji hapa. Lakini nikukumbushe kuwa maduka yetu ya kwa Mchina Store yanakupa ofa kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Pata jeans kali kwa shilingi 17,000, t-shirt kali kabisa kwa shilingi 10,000, viatu kwa shilingi 10,000, mashati kwa 10,000, lakini pia pata jezi za timu mbalimbali uipendayo kwa shilingi 10,000 tu. Maduka yetu yanapatikana Dar es Salaam, Mbezi Luis roundabout ya Kinyerezi, karibu kabisa na sheli ya Mount Meru. Lakini pia tunapatikana Dodoma katika stendi kuu ya mabasi ya 88 ndani ya jengo la Dig In Terminal. Kwa maelezo zaidi piga namba 0753788977. Nikukumbushe kuwa ofa hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Nandi JR. Ya. Uko poa? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko JR, jana dabi ya Kariakoo kwa wanawake. Jana Simba Sports Club, Simba Queens imeweza kupasuka. Kawaida ndo mchezo wa mpira wa miguu. Sio mara ya kwanza mtani kakufunga kwenye ligi. Mara yake ya pili. Kwa msimu huu ndo nimepoteza mechi msimu kwenye ngao. Okay. Kwenye ligi maana yeye ameenda kuniharibia ile unbeaten yangu, yani ile ya kutopoteza mchezo. Maana mtoka msimu uliopita sijawahi kupoteza mchezo wote kwenye ligi kuu. Ndio kwa mara ya kwanza jana timu yetu akina mama inapoteza mchezo na kudondosha alama 3 moja kwa moja siku ya jana. Kwa binafsi ni sehemu ya Edna Lema kutamba, sababu mara kadhaa akiwa anaondoka pale akisema mimi sijawahi kufunga, sijawahi nafungwa kwa sababu mimi kocha mwanamke anacheza na kocha mwanaume. Wapi na wapi? Wote si mnafanya kazi ya kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo jana mwana mama Edna Lema kaweza kuwafunga wanaume wawili. Amewafunga pale binafsi. Na mimi nimeshauri viongozi wangu kwenye lile benchi la ufundi toka mechi ya kwanza niliona Ngao Jamii, mechi ya pili tulishinda goli 1 na mechi ya jana katika mechi 3 ambazo nimeziona za Simba Queens. Yule kocha kweli timu inaongoza ligi, lakini bado yule kocha hastahili kuwa kwenye klabu ya Simba Queens. Kwa sababu hana falsafa za Simba, kwa sababu Simba mpira lazima utembee kwenye pitch. Lakini kocha yule mpira asilimia kubwa ni butu, yani pasi watu wachezaji wanatumia uwezo binafsi, sio wa kufundishwa kule kwenye viwanja vya mazoezi. Kwa hiyo tumeshauri kwenye viongozi wetu waangalie kwa jicho la tatu, ikiwezekana wamwachie hata yule Musa Hassan Mgosi, anawezekana kaimudu ile timu kuliko kumwachia yule jamaa ambaye wamemleta. Simuoni mimi kama yule ni kocha. Huyo Musa Hassan Mgosi yupo pale, ni kocha msaidizi. Msaidizi maana yake ni mshauri. Kushauri una mara mbili, kukubaliwa ama kukataliwa na kocha mkuu. Ndio maana kwa yeye msaidizi wanashauriana baadhi ya mambo mbalimbali pale. Kwa hiyo binafsi inaweza katoa ushauri wake, lakini usikubaliwe. Lakini mimi ningetegemea wangemwachia timu yule moja kwa moja tu. Wasingehangaika kutafuta kocha wa kigeni. Yule alikuwa anastahili moja kwa moja kumkabidhi timu na kaifikisha mchi hadi, kwa sababu mwenyewe amecheza Simba kwa mafanikio na anajua falsafa ya klabu yake ya Simba. Kwa hiyo anaweza kaifikisha mbali kuliko huyu ambaye alikuwa sasa hivi. Mechi 13 za Simba Queens zinawapa alama 34. Nafasi ya pili anashika JKT Queens ambaye amecheza mechi 12 akiwa na alama 32. Nafasi ya tatu ni Young Princess. Yeye amecheza mechi 13 akiwa na alama zake 27. Hapa Simba Queens anaongoza kwa alama 2 tu, wakati JKT Queens ana mchezo wake mmoja bado hajacheza. Endapo akicheza JKT Queens ataongoza kileleni pale, atakaa kwa alama 1. Unaona nafasi ya Simba Queens kuweza kuchukua ubingwa wake msimu huu bado upo pale pale. Nafasi bado ipo kwa sababu bado wana mechi wao na wao JKT Queens ya mwisho hawajakutana. Kwa hiyo mimi naamini ubingwa utaamuliwa baina ya JKT Queens na Simba Queens, kwa sababu ndio wenye ubingwa wao ambao wanabadilishana katika miaka hii ya karibuni toka ligi ya kimama ianze. Hamna mtu mwingine ambaye anasumbua zaidi ya hawa watu wawili. Walikuwepo wale Mlandizi Queens ya sasa hivi inaonekana nao tempo yao iko chini, wapo hawa JKT. Kwa hiyo naamini hawa ndio watabadilishana huu ubingwa. Kwa hiyo mimi naona kwamba nafasi yao kutetea ubingwa bado ipo. Kupoteza mchezo wa jana sio kupoteza ubingwa. Mimi nadhani wamepoteza tu ile nafasi ya kukaa vizuri pale juu, maana wangeshinda ingekuwa alama 5 zaidi ya JKT Queens, lakini binafsi wana nafasi ya kutetea ubingwa wao. Mimi naamini waendelee kupambana kwenye viwanja vya mazoezi, watatetea ubingwa. Lakini hata kama tutatetea ubingwa, kocha yule hastahili kuipeleka Simba kwenye mashindano ya klabu bingwa ya kina mama. Hastahili, hafai. Uwezo wake wa kawaida sana. Mimi naamini viongozi waangalie kwa jicho la tatu kama kumbakisha yule au kumtafuta kocha mwingine tofauti na yule, kwa sababu falsafa ameipoteza kabisa ya Simba. Tumekaa pale tuangalie burudani, yani at least hata kipindi cha kwanza kidogo mpira tuliona, kipindi cha pili minazi, wao jamaa wanapiga minazi na sisi tunapiga minazi, hakuna mpira, yani hatukuenjoy. Nandi leo tunazungumza ni Machi 19 siku ya Jumatano, lakini dabi ya Kariakoo ilitakiwa kuchezwa Machi 8 siku ya Jumamosi. Tunazungumzia hapa ni siku takriban 11 zimepita, lakini kubwa zaidi bado linazungumzwa ni sakata la kuvunjika kutochezeka kwa dabi ya Kariakoo. Lakini sasa hivi hatua iliyofikia ni mbali zaidi. Young Africans wao wanaelekea kasi kutoa malalamiko yao wakiwa hawaridhishwi na maamuzi ya bodi ya ligi. Mimi nikwambie tu kitu kimoja, siku zote ukimfadhili mbuzi unaweza ukamnywa mchuzi, lakini usimfadhili mwanadamu ambaye hana faida.
Je, kuna wanadamu wenye faida na kuna wanadamu ambao hawana faida. Kwa hiyo ukimfadhili mwanadamu ambaye hana faida kwako, madhara yake ndio yale pale. Kwa sababu binafsi wao wamekuwa mabingwa misimu mitatu. Sio kwamba Simba ilikuwa mbovu, lakini inatengenezwa story kwamba Simba ilikuwa mbovu. Hivi mtu hapa nyumbani mbovu, mbona kule kwenye mashindano ya kimataifa kila siku anafanya vizuri na anashia hatua ile ile ya robo finali? Ina maana mbovu ndani tu, ila kule anafanya vizuri. Wakati kule hakuna baba, hakuna mjomba, hakuna shangazi. Kwa hiyo maana yake walikuwa wametengeneza mazingira wawe mabingwa misimu mitatu. Sasa msimu huu viongozi wa Simba wamekuja na kauli ambaye ndio slogan yetu mpya ya ubaya ubwela. Watu wamefikiria tu kwamba watu wamekurupuka tu kulichukua ile neno la wazalamo ubaya ubwela wakalileta kwenye like, tunatamba nalo kwenye vinywa vyetu. Lile neno lina maana kubwa na maana yake ndio hii inayoendelea sasa hivi. Nakumbuka walilalamika wakisema wataenda kwa mama. Mama huyu akiwa rais. Watalia wataenda mpaka kwa mama kwa sababu inawezekana ubingwa wabebe wao tu kila siku. Mwisho wa siku sasa hizi zile kelele zimepotea, zimeanza kurudi msimu huu. Kwa sababu msimu mpaka sasa hizi wanakuaga tofauti na Simba pointi 7 au pointi 8. Lakini sasa hivi ngadu kwa ngadu, tofauti pointi 1 na michezo sawa. Na wakiangalia bado wana mlima wa kupanda. Wana mechi na Tabora ambaye wanaenda pale pale, sawa. Bado wana mechi na Azam. Wanakezo mechi ni ngumu sana kwao. Lakini bado tena watakuwa wacheze na sisi. Hiyo mechi haijachezwa. Kwa hiyo sasa hivi wana hali mbaya. Yaani wanatamani tu kwamba huo mchezo wa Simba kama wanavyosema wenyewe hataki uchezwe. Kama hataki uchezwe wakae tu andike barua bwana, Simba wapendi pointi 3 na magoli 3. Sasa kasi wanaenda kufuata nini? Nafasi ya Young Africans kwenda kushinda malalamiko yao pale kasi unaiona ipo wazi? Hawajai kushinda kesi. Sio kasi tu. Hapa kwenye mahakama yetu ya ndani hapa. Hawajai kushinda kesi yoyote. Sasa kule wanaenda kushinda kesi gani? Wachezaji wangapi wameenda kule wamehukumiwa walipe? Sawa. Walipeleka kesi yao Mamelodi na wao. Walishinda. Walipeleka kesi ya Bernard Morrison ili ya mkataba mchezaji na klabu. Sawa? TFF wanapewa nakala ya ule mkataba wenu. Lakini kesi ile tu wameshindwa. Siku 3 wamefunga Ramadhani Karume pa. Lakini wameshindwa. Lakini wameenda tena kule wameshindwa. Wameendelea kupoteza gharama. Hasa kesi hii ya shirikisho wanaweza kushinda. Yaani hao manaka wameenda kujipeleka. Yaani kwa muuza supu, wanaomba muuzi kafia kwa muuza supu. Malalamiko yao ni kuwa bodi ya ligi imevunja kanuni. Kwa hiyo wao wanasimamia kanuni za mpira wa miguu Tanzania. Wanasimamia kanuni. Kwani mbona kila siku wanaruka mageti? Kuna kanuni gani waliokubaliana ndani kule ya kuruka mageti? Kupigwa faini. Kwa hiyo uko tayari uvunje kanuni ili upigwe faini. Sasa huyo mtu yuko sawa sawa? Yaani tu ukikaa tu hapo kitathmini maana huyo mtu hayuko sawa sawa. Kanuni mmejiwekea wenyewe. Sawa, mnatakiwa mlizifuate. Kama kanuni wewe ndio unaongoza kwa kuzivunja, unawezaje kusema kwamba mimi nasimamia kanuni? Kanuni gani ambayo wanaweza kuisimamia katika nchi hii? Yaani wao ndio wavunjishaji wa kanuni kwenye nchi hii, kwenye mpira wetu wa Tanzania. Na ndio maana wamejidhihirisha kwamba wao kama bodi ya ligi hawajatoa taarifa yao kwa umma kwamba mechi itapangwa tarehe fulani. Sawa, wamesema itapangiwa tarehe, lakini hawajatangaza tarehe mpaka leo. Na kile kilichotokea kuhusu mechi ile mpaka leo hawajatutolea ule mkeka. Na Simba wamesema kabla kutoa tarehe ya huo mchezo tunataka tupate majibu kwenye jambo hili. Yaani maana hukumu lazima itoke. Lakini Simba, kama ni Simba waadhibiwe na kama Young Africans wana makosa waadhibiwe. Hiyo hukumu haijatoka. Wao wamepata nakala wapi ya kwenda kasi? Lakini Mnandi, ukiangalia barua ya Simba Sports Club ya mwanzo kabisa waliandikia bodi ya ligi ambao pia wakatoa taarifa wao kwa umma kwa wao walizuiliwa na mabouncer wa Young Africans kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho. Lakini pia hata barua waliotoa bodi ya ligi ya kughairisha mchezo walisema kuwa Simba Sports Club malalamiko yao walizuiliwa na mabouncer wanadaiwa kuwa wa Young Africans. Lakini kwenye barua iliyotoka juzi yenye vipengele 12 ambao walitumiwa Young Africans na bodi ya ligi haionyeshi hivyo. Lakini barua ile inaonyesha kuwa kulikuwa na viashiria vya rushwa, pia kuna matatizo ya usalama. Wanachojiuliza, kwa nini yale malalamiko ya kwanza ya kuzuiliwa na mabouncer hayakuwepo lakini yameongezeka mengine zaidi? Kwani bouncer akatumwa na nani? Bouncer anaenda kufanya kazi sehemu husika. Au bouncer anaweza akaja tu hapa akakurupuka tu kuja hapa kulinda watu, kufanya chochote. Bouncer analetwa sehemu maalum kama unavyoona jeshi la polisi. Kukitokea sehemu kuna jambo lolote kubwa, wewe kama wewe mwenye jambo lako unalialika jeshi la polisi kwa kulilipa gharama lije kusimamia jambo lako. Na sehemu jambo likiwa la kinchi, wao sasa serikali wana mamlaka kulitoa jeshi lao kwa sababu wanawalipa wale. Kwa hiyo wanakuja kufanya kazi kwa sababu wanafanya kazi wanalipwa. Kwa hiyo wanakuja pale uwanjani kwa sababu wanalipwa, na jeshi la polisi lilikuja wakati Simba amezuiliwa pale getini. Lakini pia halikuweza kuwasaidia Simba kuingia kufanya mazoezi. Maana wale waliamriwa kutoka kule juu kwenye mamlaka waje kuondoa Simba wasifanye mazoezi, maana wamekuja kusimamia amani tu pale nje. Wakati wanaozuia pale ni mabausa. Mabausa wana mamlaka gani kwenye uwanja Benjamin Mkapa? Au kwenye mpira wetu wa Tanzania? Maana inaonekana wale kuna sehemu wametumwa. Na ndio maana hawakubuguziwa na hawakusikia hata bausa mmoja kakamatwa akapelekwa Central, wala akapelekwa Changombe, wala akapelekwa Stakishari. Hakuna. Wote wale wako salama mpaka leo, maana wameamrishwa kutoka idara ambayo imewapa kazi pale, na wao ndio wenyeji wa ule mchezo. Wanawezaje kukwepa kwenye huo mtego? Na ndio maana wamesema kuna viashiria vya rushwa, lakini bado kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Kwa sababu wale Simba wangeleta mabouncer, kwani Simba hawana mabouncer? Je, wangeletwa pale? Kingetokea nini pale? Si vita. Lakini Simba kwa sababu wanajua huu ni mchezo wa mpira wa miguu, ni mchezo wa amani, kwa nini tusababishe vita? Sawa, kanuni inasema 1 2 3. Sisi tunafuatia kwenye kanuni, wakarekodi baadhi ya matukio ya video na wamesema kwenye barua yao wamezirekodi, maana yake zipo, wamezihifadhi. Hizo zote ushahidi ukitakiwa wanauleta. Nandi, umesikia kauli ya Haji Sane Manara? Manara mimi nimemsikia.
Lakini Manara anachokizungumza ni sawa sawa tu ya chura anapiga kelele kwenye maji, anasherekea maji amejaa kwenye bwawa lake ili endelee kupiga mbizi. Sioni kama ana faida. Yaani ni mtu ambaye hana faida katika mpira wa Tanzania. Muda mrefu tukajionyesha. Kamvaa Wallace Karia, rais wa shirikisho. Kwani hata mwanzo kufungiwa si alimvaa kule Arusha? Finali zilichezeka Arusha kule si alimvaa kule? Si ndo baada hapo kuja hapa kapigwa bani watu wanalalamika. Lakini bado kapigwa bani si kwa Mwananchi kaja kutambulisha wachezaji. Kwa mamlaka ya nani? Yaani klabu yake imempeleka akatambulisha wachezaji. Maana yake anaonekana yuko juu ya mamlaka. Na kuna mtu anamtuma, lakini naamini huyu mtu anamtuma anaharibu mpira wa Tanzania. Mpira unaendeshwa kwa kanuni na sheria. Kwa nini wewe mtu ambaye ana mamlaka kusimamia mpira ukamdharau? Sababu hata hao viamba mkumbe wamepeleka timu uwanjani kama wanavodai, wamepeleka timu wakati mechi ishaahirishwa. Wamepewa taarifa kwa umma toka saa 8, lakini wao saa 10 wamepeleka timu uwanjani. Wamepeleka timu kwa mamlaka ya nani? Alafu anatuzuia sisi kutufungulia geti, ni meneja huyo wao akawafungulia geti tena la uani, hawakupita geti kuu, wamepita geti D la mashabiki. Maana yake unaonekana bado wanaendelea uvunjifu wa kanuni kila siku kuruka mageti. Mechi haipo lakini bado wameruka geti. Maana yake unaonekana hii timu sio timu ya mpira. Hiki ni kikundi fulani cha wahuni kimejiingiza kwenye mpira. Kwa hiyo mimi naamini huko kasi kama kweli wamepeleka barua yao kasi. Huu mwezi wa Ramadhani hauishi. Utawasikia wameshashushwa daraja. Kwa sababu yatafufuliwa yote. Kalia umesikia alichokiongea baada ya kutoka kule Misri. Unajua kavumilia vitu vingi. Kwa hiyo itabidi aseme kwa sababu yeye ndo kawasababisha wale wawe mabingwa misimu mitatu. Kwa sababu kashindikizwa kutoka juu. Lakini leo yeye anatukana, anaonekana hana thamani. Anashindikizwa. Eti mtu anaandika barua anashindikiza fulani ajiuzuru. Wewe shaikuona wapi unapeleka barua kwenye mamlaka unashindikiza fulani ajiuzuru? Kwa mandate gani? Unapata nguvu wapi? Ina maana unaonekana kwamba wao wako juu ya mamlaka sababu wao wamekataa kuvaa nembo ya mdhamini halali. Sawa, wa ligi kuu wamevaa nembo tofauti. Sasa kama wanaweza kwenye jambo hili wao ndio wenye ligi yao. Kwa hiyo kila kitu wanajua kwamba TFF tukiambia fanye kitu fulani wanafanya juu yetu sisi. Sasa kutakuwa na mpira hapa. Sitakuwa na hawa viamba mkumbe tu. Kwa hiyo naamini Karia ameamua kuambia tu kwamba nyinyi ni wacheza sinema tu. Unaona dabi ikipangiwa tarehe nyingine itachezeka? Dabi itachezwa tu. Hakuna mwenye jeuri ya kutokucheza. Na hawa wanawafanya hawa wapate mdomo wa kuzungumza. Atajulikana tu siku za usoni, hana muda mrefu. Yupo mtu ambaye anafanya hawa wapate jeuri, atajulikana siku za usoni. Sababu mpira sasa hivi unaonekana. Sio kwamba mpira kusikiliza kwenye 277. Hatudanganywi sasa hivi, kila kitu kiko kiganjani. Hata kama hujaenda kuangalia kwenye uwanjani, hujaangalia kwenye screen, unaweka bando kwenye simu yako, unafuatilia game moja kwa moja. Uko ndani tu kwako unafuatilia tukio yote. Kwa hiyo binafsi hakuna cha kudanganywa. Kwa hiyo mimi naamini dabi ikipangiwa tarehe, watake wasitake watacheza, lakini pengine huko walipokwenda hiyo dabi isichezwe akawa washashushwa daraja. Sisi tunachukua pointi zetu na magoli, tunatulia kabatini. Na mwaka huu Simba inawezekana akawa bingwa tuko kwenye majamvi. Bila kucheza tunakuwa bingwa tuko kwenye majamvi. Kwa hiyo mimi nawaombea dua kama kweli wamepeleka barua kasi. Mimi naomba dua mikono miwili waipokee kule. Ili majibu atakayetoka kule mwenyewe utasikia. Kwa sababu ukiangalia kwenye viashiria vya rushwa upangaji wa matokeo wanaongoza hapa. Sawa wamedhamini timu 8 lakini mechi yao wana Singida, kilichofanyika pale ndio kilichomsababisha Juventus kushushwa daraja. Na wao FIFA kama wao walikuwa hawajui. Viashiria hivyo vinaonekana varushwa kabisa. Kwa hiyo wao kijikanyaga, mimi naamini hawatotoboa msimu huu au watashuka daraja. Tutakosa kwenye ligi kuu, tutakuwa tuko nao. Ili naamini wana Simba waendelee kutulia na viongozi wangu waendelee kukanyaga gia hii kwa sababu saizi wameko kimya, hawapigi kelele, yani wametulia. Viongozi wa klabu ya Simba wanawasikilizia tu mamlaka, wanatoa wajibu gani. Lakini wao wenyewe ndio wanatapatapa, maana wamerukia kule, wamerudi wamerukia huku, wanakuja na mabango siku ya jana mpaka wadau wao wanakamatwa hapa kwa ajili ya kushindikiza Karia na watu wake waondoke. Kweli? Karia kawa hana thamani. Ubingwa mara 3, mmecheza finali ya shirikisho, robo finali Champions League. Utawala wa Karia wao. Saizi Karia tena anaimbwa Karia Simba na kamati yake waeleweki wajiuzuru. Kisa kwamba nyinyi mnataka mpate pointi za mezani. Pointi za mezani kila rahisi tu. Umelala unataka pointi. Nikushukuru sana. Asante sana.